Sasa kuna baadhi ya viongozi ambao wamezungumza hii leo na kutoa taarifa tofauti kuhusiana na moto. Tunaye Rigathi Gachagua alizungumza mapema leo, kiongozi wa chama cha DCP, na akasema, natoa pole zangu za dhati kwa wazazi na familia zilizopoteza mabinti wao waliokuwa na ndoto na matumaini makubwa kwa taifa letu. Tafadhali pokeeni rambirambi zangu za dhati pamoja na maombi yangu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Kisha akaendelea na kusema hivi: janga hili ni tukio la kusikitisha ambalo halikupaswa kutokea katika Kenya ya sasa. Ninatoa wito kwa uchunguzi wa haraka na wakina kubaini chanzo cha mkasa huu, na yeyote atakayepatikana na hatia kwa uzembe au kushiriki kwa namna yoyote lazima achukuliwe hatua kali za kisheria. Kiongozi wa chama kiongozi Kalonzo Musyoka Wiper anasema walikuwa mabinti, dada na marafiki, watoto wenye ndoto kubwa, matumaini na maisha na mustakabali mwema. Leo hii familia zao zimevunjika mioyo, na sisi kama taifa tunaungana nao katika kipindi hiki cha majonzi haya ambayo ni makubwa. Waziri wa ndani Kipchumba Murkomen, usalama wa ndani, akasema hivi: tumewasili katika shule hii na mapema leo. Ametoa taarifa tofauti, lakini alisema amewasili katika shule ya utumishi kule Gilgil kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao pamoja na jamii shule kufuatia janga la moto lililotokea katika bweni usiku wa kuamkia leo. Taarifa nyingi zimetolewa kuhusiana na mkasa wa siku ya leo.